Malengo yote ni sawa. Serikali imehamasisha kuhusu kilimo, na sisi kwenye upande wa teknolojia tumeona kuna gap especially kwenye teknolojia za kilimo. Zana kama hizi ambazo zinarahisisha au zinampa mkulima uwezo wa kupata mazao mengi zaidi. Kwa Tanzania tumekuwa wachuuzi wa kununua kutoka kwenye mataifa ya nje. Sasa tumejikita kuamua kuanza kuzalisha drone hizo hapa Tanzania. Hiyo ndo kazi kubwa, lakini tunafanya project hii kwa kushirikiana na mataifa yale makubwa ambayo yameendelea kwenye upande wa teknolojia. Lengo ni kumkwamua mkulima ili aweze kuwa na uwezo wa kuhudumia shamba kubwa zaidi kwa muda mchache. Moja kwa moja bidhaa za ndani una uhakika kama imetoka wapi. Yaani tofauti kwamba zote zina ubora, lakini hii una uhakika imetoka wapi, na sehemu kubwa imechangia kuchochea uchumi. Maanake ni Watanzania wameajiriwa kuzitengeneza. Tofauti na zile unaenda kuagiza kutoka nje alafu unakuja ndani, unakuja kuwa mtumiaji tu. Lakini sisi tumetoa ajira kwa vijana wa Tanzania waliosoma teknolojia, mainjinia wa upande wa aircraft na mainjinia kwa ajili wanaweza kutengeneza vitu vya electronics. Gharama ipo tena ni kwa gap kubwa sana. Kwa mfano sisi labda drone ambayo inauzwa labda milioni 20 kwetu, kwa kuagiza kutoka nje na kodi zake inaweza kuwa drone kama hiyo kwa milioni 60. Kwa hiyo kuna gap almost la milioni 40 kwa drone tu hiyo ndogo tu ya kawaida. Kwa hiyo kwa drone za ndani ina unafuu mkubwa sana kwa mkulima kuliko drone za kutoka nje. Lakini pia sisi tunafanya kazi na vyama vya wakulima. Kwa hiyo kwenye vyama vya wakulima kule moja kwa moja tunawapa drone kwa kupitia sakosi zao, tunawapa drone kupitia zile amkosi zao. Wenyewe tunakuweka mikataba na tunawasupply zile drone afu wanatulipa kidogo kidogo kulingana na unapopata mazao yao. Mati Super Brand peke yake imejipambanua kwa utengenezaji na usambazaji wa vinywaji changamshi, yani vinywaji vyenye kilevi. Lakini sasa nje ya Mati kwenye innovation kuna watoto wengi. Kuna Mati Foundation ambao ni mfuko maalum ambao unapotoka Mati Super Brand Limited baada ya kupata faida kuna fungu inatoa kwa ajili ya kusaidia jamii. Kwa hiyo ikatengeneza foundation kwa ajili ya kusaidia wananchi. Tunasomesha watoto, tunasaidia watu wenye ulemavu, tunasaidia watu wapata majanga mbalimbali, kutoa chakula kwa watu wenye misaada ya chakula muda wa njaa saa nyingine unapofika. Kwa hiyo imekuwa kijipambanua kwa namna hiyo, watu kutoa huduma za kihospitali, kuwasaidia watu wameshindwa kupata matibabu kama operation na nini, tumekuwa tukiwasaidia. Upande wa teknolojia iko hapa pia Babati ambao ndo tumeanza na teknolojia ya ndege nyuki ambazo ni hizo drones. Lakini ndege nyuki inaanza kwa drone rahisi ni zile za kilimo za kupiga picha, lakini teknolojia itakwenda kwenye mambo mengi ambayo tutakwenda kuja kuyaeleza baadaye. Sasa hizi bado tunaacha hivyo. Lakini tuna upande wa tumewekeza pia kwenye utalii. Tumetengeneza zoo maalumu hapa Babati. Mheshimiwa Rais na mkuu wetu wa mkoa wamefungua geti la Mamiri hapa Babati kwa ajili ya kuingia Tarangire National Park. Kwa hiyo watalii wengi watakuja sasa kutafuta sehemu za kulala Babati. Sasa na Babati hatakuwa na hoteli za kisasa za kitalii ambazo zinaweza kuaccommodate wateja wa namna hiyo. Kwa hiyo sisi tumekuja na uwekezaji huo ambao utakuwa ni wa ngazi ya juu, utakuwa na accommodation za 5 star hapa ndani ya mkoa wa Manyara. Kwa hiyo tutegemee kuona mambo mengi na mabadiliko makubwa ambayo yatakwenda kutokea kiuchumi. Tumepita kwenye banda la Mati Super Brand ambao ni kubwa zaidi lile pale. Mazingira rafiki na mazingira wezeshi ambayo serikali imeendelea kuyaweka kwa wekezaji wa ndani, manufaa yake ndio yale pale tunayoyaona. Pale pana mambo na ubunifu wa hatari ambao nchini kwetu bado haupo, ni mambelezi, nenda pale mkaona. Lakini kikubwa naona hapa, maana Mei Mosi imekuwa tafikiri ni ya Mati. Ila Mati nani? Mnapendaga sifa jamani. Maana pia saa ingine mkifanya mjue kuna sisi wakubwa zenu serikali. Tumeona. Nilikuwa naangalia zile gari zilizopita hapa na hesabu zile gari. Nilikuwa si hesabu gari, nilikuwa na hesabu wanaoendesha gari zile. Kwa maana madereva. Zile ni ajira. Zile ni ajira ambazo serikali bado hatujaziweka kwenye mfumo rasmi wa serikali, lakini tumetengeneza mazingira wezeshi, wawezeshaji waweze kuzitengeneza ajira hizo. Hapa pana hao waliovaa nguo za orange wengi kwelikweli. Hapa kuna wanaofanya kazi kwa kuajiriwa moja kwa moja na kuna wanaofanya kazi kwenye ajira za muda. Wanajikimu, wanafanya maisha yao na wanasaidia ukuaji wa uchumi wa mkoa na taifa lao. Mimi naomba niwaambie, mkoa huu umeendelea kuwa rafiki kwa wawekezaji wote wenye nia njema.
hata wao wenyewe ni mashahidi, wanaweza wakasema hivyo. Lakini narudia tena, wawekezaji ambao hawana nia njema, wakazilifu, longolongo, mabazazi, tutawashughulikia. Tunataka wawekezaji wenye nia njema kusaidia utoaji wa mkoa, ajira kwa vijana, pato la taifa, pato la mkoa. Lakini tunahitaji kuona ufahari, tuzungumze ukweli bila kuweka umbea. Hivi nani ambaye hasikii ufahari na uwekezaji wa kampuni ya Mati kwenye mkoa wetu? Nani ambaye hasikii fahari? Ni wale wachache tu wenye roho mbaya, lakini mtu mwenye nia ya dhati, mwenye manufaa mazuri, kwa sababu sisi ndio wenye watoto wetu hapa kwenye mkoa wa Manyara. Sisi ndio tumesomesha watoto wetu hapa kwenye mkoa wa Manyara. Tumesomesha watoto wengine kwa kukopa maofisini na vitu vingine. Watoto wetu wamemaliza vyuo, bado ajira kwenye mfumo rasmi hakuna, lakini mwekezaji ametengeneza dirisha la ajira na vijana wetu wameajiriwa hapa. Kwa tuna kila sababu ya kuendelea kuungana mkono, kuombeana mema, lakini pia kuendelea kutengeneza mazingira bora ili wawekezaji waweze kufanya vizuri. Nimeangalia pale ndani, pana vitu vizuri sana. Lakini nimeangalia pia shughuli za kijamii CSR ambazo wanafanya kupitia taasisi yao. Na wamekuwa wakisaidia sana. Sisi tulioko hapa, wengine sio tumeguswa, ndugu zetu wamepata baskeli, wamepata vigari, na wameweza sasa kuzunguka na kufanya shughuli zao badala ya kuwa mzigo wa kukaa ndani na kubebwa na wazazi. Kwa naomba niwatie moyo wawekezaji wote ambao mko ndani ya mkoa huu. Tumeona shule hapa zimepita. Wasitu wa shule tumeona hapa. Miaka ya nyuma huko ilikuwa ni nadra kusikia mkoa wa Manyara kuna shule ambazo zinafundisha Kiingereza. Ndio lugha nzuri Kiingereza. Lakini leo tumeona hapa wawekezaji ambao wameamua kuwekeza kwenye elimu sasa. Wao wanawekeza kwenye elimu, wanapika watoto wasome, wapate ujuzi, wamalize shule. Wakimaliza shule, Mati Super Brand waajiri, wafanye kazi, walete uchumi kwenye taifa hili.